katika ile sehemu ya kwanza ya kuumbwa kwake mwanadamu kutokana na udongo, ile tumeieleza kadiri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyonikadiria, alivyoniwezesha. Leo insha Allahu Ta'ala tunaanza kuzungumza sehemu ya pili ya kuumbwa kwake mwanadamu ndani ya tumbo la mama yake. Sehemu hii imehusika na maji. Qur'ani imetoa aya takriban zipatazo 48 zinazoelezea kuumbwa kwake mwanadamu katika ile sehemu ya ndani ya tumbo la mama yake kutokana na maji. Tulieleza katika darsa zilizopita ya kwamba moja katika mambo ambayo wanadamu walikuwa wao hawajui ni juu ya chanzo cha mwanadamu katika kuumbwa kwake ndani ya tumbo la mama yake. Tukaeleza kwa mfano Aristotle, mwanafalsafa wa Kigiriki, yeye alisema ya kwamba mwanadamu ndani ya tumbo la mama yake anatokana na kitu fulani, lakini hicho kitu chenyewe hakuweza kukitaja kwamba ni kitu gani, kilichokuja kuchanganyika na maji ya hedhi ya mwanamke. Maelezo haya hayakuwa sahihi na wala hayana ukweli wote ndani yake, bali tunasema ya kwamba hizo zilikuwa ni jitihada zake na juhudi zake na uoni wake katika wakati wake ulifikia hapo. Ikaja nadharia ya mtoto mdogo ndani ya tumbo la mwanamke, wakaja wakasema ya kwamba ndani ya tumbo la mwanamke kuna mtoto aliyekuwa mdogo kabisa kuliko sisimizi. Mwanamume anapokuja kukutana kimwili na mwanamke, yale maji ya uzazi ya mwanamume ndiyo yanakwenda kumkuza yule mtoto. Ukafika wakati wa kuzaliwa kwake, akazaliwa. Wengine wakasema kwamba si sahihi, isipokuwa ndani ya maji ya uzazi ya mwanamume, ndani yake ndiyo kuna mtoto aliyekuwa mdogo kabisa kuliko sisimizi. Mwanamume anapokuja kukutana kimwili na mwanamke, ndiyo yule mtoto anahamishwa sasa kutoka upande wa mwanamume na kuhamishiwa katika tumbo la mwanamke. Ukafika wakati wa kuzaliwa kwake, akazaliwa. Maelezo yote haya hayakuwa sahihi. Qur'ani ilipoteremka karne ya 7, kwa kuwa ndiyo kitabu cha mwisho, hakitoletwa tena kitabu kingine baada ya kitabu hiki isipokuwa kitasimama kiyama. Qur'ani iliwajibika kwamba ni lazima iwaeleze wanadamu juu ya chanzo cha mwanadamu katika kupatikana kwake ndani ya tumbo la mama yake. Qur'ani ikasema, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kisha tukamfanya mwanadamu kuwa yeye ni nutfa. Nutfa ni chembe hai moja, ni sel moja, ni mbegu moja tu ya uzazi. Ni yai la kike lililokomaa
lililotolewa kutoka katika mfuko wa mbegu za uzazi za kike ovar, alafu lile yai linasafirishwa linapelekwa katika fallopian tube, katika nyumba ya kutungia ujauzito. Likishafikishwa lile yai pale, linapokuja kurutubishwa na mbegu za uzazi za mwanamume, spermatozoa, yale maji ya uzazi ya mwanamume spermatozoa yanakuwa ndani yake yamebeba zile chromosome, mbegu za uzazi za mwanamume. Mbegu moja inakwenda kulirutubisha lile yai la kike. Likisharutubishwa lile yai na mbegu ya uzazi ya mwanamume, ndiyo kinapatikana hapa kitu ambacho Qur'ani imekitaja kwa jina la nutfa. Kisayansi, kibiolojia, kidaktari, nutfa ndiyo inaitwa zygote. Kisha lile yai likisharutubishwa linaondoshwa katika fallopian tube na kupelekwa fi qararin makin. Fi qararin makin ni wapi? Ni katika uterus, ni katika fuko la uzazi, ndiyo linakwenda kupandikizwa pale. Maelezo haya yalielezwa karne ya 7 na kitabu hiki kitakatifu Al-Qur'anul Karim. Huu ndio mwanzo wa mwanadamu kupatikana kwake ndani ya tumbo la mama yake. Katika ule mfuko wa mbegu za uzazi za kike ovar, mule ndani yake ndimo yanamokaa yale mayai. Mwanamke anapozaliwa anazaliwa na mayai takriban yanakuwa 1,000,000, na mwanamke anakuwa na mifuko miwili, ile inayokuwa na mayai yanayokaa yale mayai yake, ile mifuko iko miwili, mmoja unakuwa upo upande wa kulia na mmoja unakuwa upande wa kushoto. Sasa anapozaliwa anazaliwa takriban na mayai yapatayo 1,000,000. Anapokuja kuvunja ungo akabaleghe, ile idadi ya mayai inapunguzwa, yatabakia yale mayai kati ya 300,000 na 400,000. Mayai haya ndiyo atakayodumu nayo katika kipindi chote cha uhai wake. Kila mwezi mwanamke anatoa yai moja kutoka katika mfuko wa mbegu za uzazi za kike ovar. Kama yeye si mjamzito, kila mwezi anatoa yai moja, linatolewa kutoka katika mfuko wa mbegu za uzazi za kike ovar. Mule ndani ya ule mfuko kunakuwa na glandi, kunakuwa na tezi inayotoa hormone inayoitwa FSH, follicle stimulating hormone. Nini kazi yake FSH? FSH kazi yake ni kutoa taarifa pale ndani ya ule mfuko wa mbegu za uzazi za kike ovar kwamba tunataka yai moja likomae.
yai linakoma. Likishakomaa lile yai, kuna glandi nyingine mule ndani, kuna tezi nyingine inayotoa hormone inayoitwa LH, luteinizing hormone. LH kazi yake, ikishamwaga yale maji yake mule ndani, inakwenda kuiambia FSH, usiruhusu hapa kukomaa kwa yai jingine, tusubiri kwanza matokeo ya yai hili lililokomaa. Na wakati huo huo LH inaliambia lile yai lililokomaa kwamba hautakiwi wewe kukaa humu ndani ya huu mfuko wa mbegu za uzazi za kike ovar. Hautakiwi wewe kukaa humu ndani, unatakiwa utoke humu ndani. Lile yai lililokomaa linatoka mule ndani likiwa limechanganyika na majimaji yanayoitwa follicular fluid. Linakuwa lile yai limechanganyika sasa na majimaji yanayoitwa follicular fluid. Maji haya Qurani imeyataja katika sura ya 2 aya ya 225. Nisaukum harthul lakum, wanawake wenu ni mashamba yenu. Lakini shamba lenyewe limetajwa kwa jina la harthi. Harthi ni shamba ambalo linalokuwa wakati wote lina hali ya umaji, kama vile shamba la mpunga. Harthi ni shamba ambalo mbegu kwanza inapandwa kwingine, ikishamea ile mbegu kule ilikopandwa inakuja kung'olewa, ikishamea na ikawa imetoa mizizi, inahamishwa na kuhamishiwa sasa katika shamba kubwa. Harthi ni shamba ambalo ikipandwa mbegu inamea. Harthi ni shamba ambalo ni lenye kutoa mazao. Lile yai mule ndani linachanganyika na yale maji follicular fluid. Yale maji kazi yake ya kwanza ni kulifanya yai liwe na uhai. Kazi ya pili ya yale maji ni kuliwezesha yai liweze kutembea kwa vizuri ndani ya ule mfuko linapotoka, liweze kutoka kwa vizuri, liweze kusafirishwa kwa vizuri na kwa urahisi tokea kule linakotoka mpaka linakopelekwa. Yai linapelekwa wapi? Yai linapelekwa katika fallopian tube, katika nyumba ya kutungia ujauzito ya mwanamke, ndiko linakopelekwa lile yai. Na kule linakopelekwa pale mahali hapatakiwi pawe pakavu, panatakiwa pawe na hali ya umaji, ili ule utungaji wa ujauzito utakapofanyika ufanyike katika hali iliyokuwa mzuri. Panatakiwa pale pawe na hali ya umaji. Ndio Qurani inasema nisaukum harthul lakum,
wanawake wenu ni mashamba yenu, lakini shamba lenyewe ni shamba la harf, ni shamba linalokuwa na hali ya umaji. Qur'ani inapozungumza, ikiwa inazungumza biology au physics au chemistry au geography au inazungumza mambo ya astronomy, mambo ya anga, au inazungumza history au hisabati, fani yoyote ile, Qur'ani ikiwa inazungumza katika fani hiyo, inazungumza jambo, ile Qur'ani inakuwa ina maneno yake katika ile fani na inajitosheleza Qur'ani, na wala Qur'ani haiendi kukopa maneno nje ya Qur'ani, haiendi kukopa maneno. Ikiwa inazungumza biology, ile Qur'ani imejitosheleza, ina maneno yake, itazungumza, na wala haiendi kukopa maneno nje. Huu ndio muujiza wa Qur'an. Vitabu vingine vinapozungumza jambo fulani, fani fulani ya kielimu, wakati mwingine hushindwa kuieleza, ikabidi kile kitabu ni lazima kikakope nje ya kile kitabu, ikachukue habari ndio iweze kueleza. Qur'ani haina hiyo, haina kitu kama hicho. Sasa Qur'ani hapa imetanguliza thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kisha tukamfanya mwanadamu. Imekuja thumma, kisha tukamfanya mwanadamu kuwa yeye ni nutfa, kuwa ni chembe hai moja, sel moja, mbegu moja ya uzazi. Katika kanuni za lugha ya Kiarabu, inapokuja thumma alafu kikazungumzwa kitu au mtu, basi ile thumma maana yake inafahamisha ya kwamba katika hicho kitu kinachosemwa au huyo mtu anayesemwa kulikuwa na ucheleweshaji, kulikuwa na ucheleweshwaji. Sasa mwanadamu kabla hajafanywa kuwa yeye ni nutfa, chembe hai moja, sel moja, mbegu moja ya uzazi, kabla hajafanywa, wapi alikuwepo? Alikuwepo kwenye ovar, mfuko wa mbegu za uzazi za kike, akiwa yeye katika stage ya kuwa ni yai. Alikuwepo kwenye ovar, mfuko wa mbegu za uzazi za kike, likatolewa lile yai kutoka kwenye ovar. Lile yai linatoka mule ndani kwa mwendo wa kuzunguka, linazungushwa kulia kwenda kushoto, kama mahujaji wanavyoizunguka Kaaba kulia kwenda kushoto. Lile yai linapoambiwa kwamba sasa hivi unatakiwa utoke humu ndani, LH ndiyo linaloliambia lile yai kwamba unatakiwa utoke humu ndani. Yai linatoka likiwa limechanganyika na yale maji, follicular fluid, linatoka mule ndani kwa njia ya kuzunguka kulia kwenda kushoto, kama mahujaji wanavyotufu kuizunguka Kaaba kulia kwenda kushoto. Yai likishafika juu ya ule mfuko, pale juu ya ule mfuko kuna vitu pale kama kamba vinaning'inia karibu na ule mfuko wa mbegu za uzazi za kike, ovar. Likifika juu tu lile yai, vile vitu vilivyokuwa kama kamba vinaning'inia pale,
kisayansi, kibiolojia, kidaktari, vinaitwa fimbri A. Linaokotwa lile yai, linachukuliwa lile yai, linachukuliwa na zile fimbri A, linaliokota lile yai na kulichukua na kuliingiza katika ule mrija unaoitwa fallopian tube. Yai linaingizwa hapa. Likishaingizwa lile yai, likiwa limechanganyika na yale maji follicular fluid, mule ndani ya ule mrija kuna vinywelea kama miguu mingi ya jongoo. Kidaktari, kisayansi, kibiolojia inaitwa cilium. Yai likiingizwa tu, zile cilium zinacheza, zinatikisika. Lile yai linazungushwa tena kulia kwenda kushoto, ndio linasafirishwa. Linapelekwa wapi? Linapelekwa katika fallopian tube, katika nyumba ya kutungia ujauzito ya mwanamke. Likiwa limechanganyika na yale maji follicular fluid, ambayo tulisema kazi ya kwanza ya yale maji ni kulifanya yai liwe hai. Kazi ya pili liweze kutembea kwa vizuri. Uko Ulaya, uko Amerika, wanatengeneza tumbo la plastiki kama la mwanamke. Wanatengeneza tumbo linakuwa la plastiki kama lilivyo tumbo la mwanamke. Alafu wanamchukua mwanamke, wanamfanyia operation ndogo pale kwenye oval. Kuna mashine inaingizwa pale, inamkonga, inakwenda kuchukua yai moja katika mayai ya pale ya katika oval linalokaribia kukomaa, linachukuliwa lile yai. Wakishalichukua lile yai, wanalitengenezea maji ambayo wanayaita follicular fluid. Wanalichanganya na lile yai. Wakilichanganya na lile yai, tumesema kwamba moja katika kazi ya yale maji follicular fluid, linapotoka lile yai katika oval, ni kulifanya lile yai liwe na uhai. Kwa hiyo wanalichanganya lile yai na yale maji, wanalichukua lile yai, wanakwenda kulipandikiza katika lile tumbo lao la plastiki, wanakwenda kulipandikiza pale. Wenyewe wanaita test tube baby. Alafu wanamtafuta mwanamume, wanachukua mbegu zake za kiume, wanakwenda kulichanganya na lile yai, ndio anapatikana huyo mtoto wao huyo wa katika chupa. Lakini sharti wakachukue yai lile lile aliloliumba Mwenyezi Mungu, na wakachukua mbegu zile zile za kiume za mwanamume alizoziumba Mwenyezi Mungu, alafu ndio wanakwenda kupandikiza pale katika tumbo lao la plastiki. Ukiwauliza, kwa nini amtengenezi yai lenu, na kwa nini amtengenezi mbegu zenu za kiume, wanaeleza wanasayansi ya kwamba kutengeneza mbegu moja tu ili atokee mdudu au mnyama au ndege au mwanadamu au mmea, ule mpangilio wa kuipangilia ile mbegu ili iweze ile mbegu atokee mwanadamu au mnyama au mdudu au ndege au mmea, ule mpangilio wa mule ndani, namna ya kuipangilia ile mbegu, wanasema ya kwamba hata kama utapewa umri wa ulimwengu huu ndio uwe umri wako wewe wa kuishi,
alafu upewe kazi ya kutengeneza mbegu moja tu, atokee hapo kiumbe hai, upatikane uhai, basi ule umri utamalizika na wewe bado itakuwa hujaweza kumaliza kuitengeneza ile mbegu. Yeye ni al-Khaliqu, ni muumbaji, al-Mubdiu, mwenye kuanzisha, al-Musawwiru, mtengenezaji wa sampuli mbalimbali za sura za viumbe, al-Azizu, mwenye nguvu, al-Alimu, juzi, ar-Razzaqu, mwenye kuruzuku. Hizi ni sifa zake. Ndiyo maana wakitaka kutengeneza yule kuku wao wa wiki 8 tu inakuwa anakuwa tayari analiwa, lazima wamfuate yule kuku aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu, yule mtetea, yule wa asli, wakachukue yai lake. Na ni lazima wamfuate jogoo yule wa asli, yule wakachukue mbegu zake, wachanganye hapo, wanachanganya na vitu vyao vingine, ndio anapatikana yule kuku wao wa wiki 8. Na wenyewe hufika mahali wakasema ya kwamba lakini kuku hawa si bora kama wale kuku wa asli, mayai yao si bora kuliko mayai yale ya yule kuku wa asli, na yule mtu wao test tube baby hana tofauti yoyote na yule kuku wao wa kizungu. Aliyekuwa rais wa zamani wa Marekani Bill Clinton akawaambia, mchezo usi mzuri, mutakuja kuja za mazuzu katika dunia. Manake yule kuku wao ukimweka hapo nje, ikija mvua hatoki mpaka wewe ukamuinue umtoe umweke mahali salama, na yule mtu wao naye anakuwa hivyo hivyo. Mutakuja kuja za mazuzu katika dunia, atatafutwa mtu wa kuweza kuwa na maarifa ya kumtilia kiraka mwenzake kwenye kazi yake, hatopatikana.